Naam, establish 10 seconds. The picture kama tuoneshe safety on the bridge. You are two ahead. That is better. This bridge is officially declared open. Congratulations. Ako betu tabra no kagilo jeni no anu no kagio teti. When you came, Your Excellency, e kasarta ni gigilo jeni ko gi bayis po iseju. In Kenya, even 99% UTA permit. Thank you. Itarodiche storekeeper. Ko ho mi ru agal to ko jole mama ni tai turi tu tai. Mà tôi nói tôi nói ớt nó rồi sẽ cái chẳng có tiếng Anh mà. Thì là mình tao còn mà nó có rồi. Xin này nhở, bố con nhẹ xỉu, bố con không bảo là nó tụi cha, bố con bây giờ mẹ cái là, bố con nhẹ xỉu, bố con quên tiếng này nhở, bố con cái là nó phải xin nó nói về để chết, cái là nó cái lòng ngủ, bố con nhẹ xỉu cái gì này nhở. Leo tumefungua Muriaisi Bridge, which is 36 meters long, na ile pesa ambayo tumetumia kama county government ya Bomet ni 45.8 million. Na hii itasaidia mambo ya biashara Konoin, hasa watu wa Boito na Kimulot. Pia mambo ya safety ya watoto wetu ambao wanaenda shule, wataweza kufuka ngambo ile ya Kimulot ama watoke ngambo ile ya Kimulot wakuje Boito bila wasiwasi. So mambo ya security na welfare ya watoto wetu ambao wanasoma has been ensured. Ningependa tu kuwahimiza hasa wakulima na wenyeji wa Boito na Kimulot tutumie hiyo bridge for economic empowerment. Make sure that you do something yenye itakuletea faida kama mwenyeji wa Boito, kama mwenyeji wa Kimulot. As much as tunatengeneza bridges, pia lazima tuimize mambo ya amani, tuishi kwa amani. Na kama viongozi tutasimama na Deputy President kuhakikisha kwamba ile agenda ambao wako nayo na ile agenda ambayo wako nayo ya 2022 lazima ipite. What we are trying to address kupitia mambo ya PPI, I think tunakuja when it is too late. So we are now struggling, tunalete mambo ya PPI, let us address these issues when the children are still young. Na hiyo inapitia mambo ya curriculum. Let us scrutinize our curriculum na tuweke curriculum sawa sawa. Hakuna mtu Kenya hii ambaye ako na sheria kushinda katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya imepea raia jukumu na nguvu yote ya kisheria. So kama raia watakuwa wanaamua tumechagua fulani, whether hiyo mtu ni mwizi, whether huyo mtu ni mujinga, whether huyo mtu ni mtu wa aina gani, the people of this republic are the determinants of who becomes the president of this country. Now, it is not the responsibility of who is holding that position at that moment to decide whether to hand over or not. Hiyo siyo jukumu yako. Hiyo ni jukumu ya katiba ya Kenya. Hiyo ni jukumu ya nani? Ya katiba ya Kenya. It is the constitution that determines how power is handed over. The swearing in is not done by the incumbent. The swearing in is done by the judiciary, the chief justice. So mtu asituambie ati fulani akichukua hii kiti I will not hand over power. Tell him to review the videos of CNN and CBS ya America and Fox News. Afuate mpaka mahali mtu ambaye alikuwa anaitwa Trump
alisema hata Biden akichukua hii kiti siwezi hand over. Biden alichukua kiti ama hakuchukua? Trump ali hand over ama haku hand over? Kumbuka, Trump was the most powerful president on earth. Yani na tunaringa na instruments of power. It is the people who determine who to hand over power to. Kwa hivyo nataka tuambie wenzetu ambao wanasema ati we won't hand over power to so and so. Fuateni venye Trump alifanya. County Assembly members wako na haki ya kikatiba kusimamia ile maamuzi ya County Assembly, na hakuna MCA atasurutishwa kwa sababu ya uamuzi amefanya kwa County Assembly. Akipika yes, ni yeye. We are waiting for the disciplinary letters from Jubilee Party directed to all MCAs, including Baringo, who voted no. If they call them for disciplinary process, we are going to pick that letter and take it to the court in the pending cases in court, so that we can demonstrate that BBI is not a program that is being pushed by free will of the people of Kenya, but is being pushed by force. And we are going to make sure that we provide that evidence in court. So I want to warn Tuju and Murade, before you write those letters, think twice. Because if you think you are just going to intimidate MCAs, we are going to use that letter for more than intimidation. We are going to demonstrate before the courts of law that this process is not fair and it's not just. Vile rais amekaa leo na vile nimemuona, mimi naona giza hapa mbele kidogo. Ukiona rais mwenye anaongea maneno yenye kama ile President Uhuru Kenyatta amesema, there is a problem in the country. Rais mwenye anasema wenye wako katika serikali wajiresign, utoke ufanye namna hii. Why is the president in panic in his last 2 years, less than 2 years akienda nyumbani? Why can't he be a statesman? Why can't he call his cabinet meeting? When did the last time president had a cabinet meeting? Why can't he sit down with the people who are elected in his government? Why can't he have a Jubilee Party PG and we discuss issues of the country? Why should the president discuss things that should have been in the cabinet or in the PG, go and discuss them in marketplace? And be the one who is lamenting with all of us. Sasa president akisema tunataka basari iende hapa mingi kuliko upande huu na yeye ndiye rais ya Kenya, analalamikia nani? He's complaining to who? Ati pesa inaibwa 2 billion every day, he's complaining to who? He's the president of Kenya. So I want to tell President Uhuru Kenyatta with utmost respect, kuwa mzee mwenye amekuwa sasa amefika umri ya kuretire, wewe ukue mtu wa kuoversee proper transition of power, urelax, weka Kenya yetu, weka temperature ya Kenya chini. Wewe ni rais ya Kenya, wacha kuinua temperature ya inji kwenda juu. One of the biggest problem of President Uhuru Kenyatta, I don't know anyone elder, not even a church elder, not even a bishop, we can approach and tell that bishop, please go and see the president and tell him wananchi wanataka 1, 2, 3, 4 and 5. We do not want the president to be an island. He must be in a situation where he is advisable and he can listen to advice of elders in this country. Otherwise, he will bring down this country in a very bad way. Sisi kama mahasla, hatutajibizana na president. Sisi tutafanya kazi yetu, tunamtakia mema, mashindano yetu sio na yeye. We are not going to retire, so we are not competing with the president. Tumeelewana jameni? Sisi wenye bado tunaomba kura, wenye hatuendi retire, we are not going to compete with those who are retiring. We will just be respectful to the president and wish him well, na tumtakia aende polepole salama.